Muda wowote kuanzia kesho tunatarajia Mungu atakapojalia tutatue jambo hili angalau kwa nusu, tukiwa tunasubiri mabasi ya muda mrefu ambayo yamefika. Swali jingine, je, kwa nini labda mabasi yasije kwa haraka? Ndugu zangu, mabasi ya mwendokasi yanazalishwa kwa order. Lazima yawe na specifications ya mita 18, si mita ngapi. Kwa hiyo lazima upeleke specification kwenye kiwanda ili aweze kuzalishwa kwa mahitaji ya barabara hiyo. Hiyo ndio jambo la msingi ambalo nimeona ni muhimu niwaeleze ndugu zangu waandishi wa habari. Sasa nitoe rai kwa wananchi wetu. Kwanza tunaendelea kuwaomba msamaha mkubwa sana na kuwataka radhi, kwa sababu tunajua hamna serikali ambayo ina nia ovu na nia mbaya ya kuwataka wananchi wao wahangaike. Yote hii, je, mnafahamu kwamba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndiye ameleta mfumo maalum wa kuhakikisha kwamba huduma hizi zinatolewa kwa ushirikiano mkubwa kati ya private sector na government sector. Kwa sababu tukiwa sisi tu kama serikali, kuna baadhi ya vitu pia tunaweza tusiwe perfect, na tukiwa wenzetu tu wa private sector kuna baadhi ya vitu pia wanaweza siwe perfect. Na ndio maana sasa huduma hizi zitatolewa kwa ubia, ili sasa tusile hasara wala tusiingize tena kwenye mabasi mabovu, na imewekwa sheria maalum mabasi yakae muda gani na muda gani mabasi yaweze kuongezeka. Kwa ndugu zangu waandishi wa habari, nimeona niwaeleze haya, na kwamba Watanzania wa Dar es Salaam waendelee kuvumilia kidogo. Tumeona baadhi ya clip wanasema hatuitaki CCM, hatutaki mama. Mimi naomba niwaeleze ukweli kwamba hizi ni hasira za muda mfupi, na mara serikali itakapokuwa imeingiza mabasi haya, naamini kabisa, kwa sababu leo serikali hata tusema hatuitaki CCM, sawa, CCM usipoitaka maana yake ni kwamba ndio mbadala wa mabasi? Hapana. Lazima tutatue mambo haya kwa kutumia kauli moja, kwa kutumia ushirikiano, kwa kujua kwamba hatuna nchi nyingine. Mabasi haya yanapoanza miaka mingi nyuma, watu wengi sana waliyabeza na kuonesha kwamba ni mradi wa aina gani. Lakini kadiri siku zinavyozidi kwenda, wamekuja kujua kwamba mabasi haya kumbe ni msaada mkubwa mno. Na mnachokiona leo ni kwa sababu demand ni kubwa ya mabasi hayo, ndio maana wanasukumana mlangoni. Ingekuwa sio kitu kizuri, wala usingemwona mtu anaingia kwenye hayo mabasi. Kwa hiyo kwa sababu ni huduma nzuri, ndio maana kila mmoja anayapenda mabasi hayo. Kwa hiyo hakuna namna, serikali lazima kwa namna yote isimamie jambo hilo. Zipo changamoto kwa nature tofauti utatuliwe kwa siku moja, na kuna nature zingine hazitatuliwi kwa siku moja. Wengine wanasema kwa nini tusiingize mabasi ya kawaida yapite hapa? Hapo tunaweza tukaleta disaster kubwa, kwa sababu tunafahamu milango ya mwendokasi ipo upande huu kwa sababu ya namna structure za stand zilizojengwa. Lakini mabasi ya kawaida hayana structure hizo. Kwa watu watakuwa wanashukia huku, wanagongwa, wanakufa, mwisho anakuwa tena matusi kwa serikali.